na kudanganywa na yule shetani, utachomwa pamoja na yeye, kwa sababu ni vema kuokoa maisha yako. Usiwe wa kuwa pamoja na shetani, maana shetani alipoumbwa, masaa ya kwanza kadhaa alipoumbwa, wakati huo ndipo aliwaza kuketi katika kiti cha enzi. Kuwaza tu kwa shetani akashushwa hapa ulimwenguni, akaja na wakati aliposhushwa hakuwa na mfuasi aina ya mwanadamu na hakuwa na chochote, lakini shetani amejisikia watu wake, na hao wanadamu wanakubali kuwa wafuasi wa shetani sababu ya kutenda mambo kinyume na maagizo ya Mungu, na kutenda mambo ambayo ni kinyume na Mungu wetu. Maana nyakati zinamoishi watu wanaendelea kufanya matendo kinyume na mapenzi ya Mwenyezi, nao wakawa wafuasi sugu wa shetani, wakawa watu wa shetani. Lakini ujue ya kwamba shetani hakumuumba Mungu. Shetani hakuwa na maumbo, hakuwa na uumbaji, lakini shetani amekuwa na wafuasi wake, wale wanaotimiza amri zake. Sababu siku ya leo ile amri ambayo Yahweh alipeana, akasema mwanamke asivae mavazi ya mwanaume, na kwa sababu ya ukaidi ya wanawake akawa mfuasi wa shetani, na akawa mwana wa shetani. Naonyesha kwamba yeye hatii Mwenyezi, anafuata baba yake shetani. Kwa hivyo kutapatikana watu wa shetani. Katika Kumbukumbu la Torati 22 inaongea juu ya maneno na mambo ambayo yanafanyiwa ikiwa na jinsi. Mwanaume anaambiwa asioe mwanaume, na ile jambo ni shetani. Na wale wanaotenda mambo kama hayo wanakuwa mbegu ya shetani. Shetani akawa ndio baba yao. Ukitenda matendo ambayo ni kinyume na Mwenyezi na yale ambayo hayampendezi Mwenyezi, hakuna jambo ya kuondokea. Wewe ukawa ni mfuasi wa shetani, naye shetani akawa baba yako. Yule msichana ambaye anamuoa msichana mwenzake, hayo ni mambo ya mashetani, na watu wanaona ni kama yanafaa na yanapendeka, na ni mambo ya ushetani, na Mwenyezi amekataa katika maandiko, na ni mambo ambayo ni najisi, na anasema tusifanye mambo kama hayo. Na wale ambao unaambatana na hao mambo utakuwa ni mwana wa shetani, na unakuwa mwana wa shetani. Wakati unapotenda kinyume na mambo, ukawa mwana wa shetani. Yahweh anasema watu waambiwe ukweli, na ukweli waweke huru kweli kweli. Waache kushika shetani nguo yake, wauridi ufalme wa milele. Maana Yahweh
adhiwakiwi na aongee uongo. Kama vile kulivyokuwa nyakati za Nuhu. Nuhu akaambiwa ajenge safina. Maana hao watu wamekengeuka sana. Hao watu wameasi sana. Akaambiwa amka ujenge safina. Akawasihi watu waingie katika safina. Aliwasihi watu miaka mingi sana. Na akaendelea kuwasihi akiwaambia mvua itanyesha. Kama vile tunavyowaambia siku ya leo ya kwamba mvua ya moto itawaka. Na yeye ambaye atakataa kuingia safina akiwa ndiye mwokozi, yeye atawakiwa na hiyo moto. Akawasihi sana. Akawasihi sana. Nao wakakataa. Wakamkaidi. Wakimwambia ni uongo. Mwenyezi hakutuumba tumalize. Hawa watu wote ambao wako hai hawezi kuwaumba baadaye wamalize. Tulisikia nyakati ya kwamba mwokozi anakuja na hajakuja. Nilipozaliwa nilikuta hii injili na bado hajarudi. Yeye bado hajarejea. Kama vile walikuwa na kaidi nyakati za Nuhu, hivyo ndivyo wanakataa siku ya leo. Nuhu akawasihi sana na wakakataa. Nyakati ikafika, mvua ikaanza kunyesha. Mvua ikaendelea kunyesha. Maandiko inasema ilitoka chini, ilikuwa inatoka chini na juu. Mvua ikaendelea kunyesha. Nuhu akafungiwa mlango. Wale walioingia wakaingia watu 7. Akaambiwa ingize wanyama wawili. Maandiko inasema kadri ilivyokuwa siku ya Nuhu, watu waliendelea kunywa, watu waliendelea kuoana, watu wakaendelea kuzaa, wengine walikuwa wanazaa, wengine wakawa wagonjwa, wengine wakakutiliwa katika dawa, wakafumaniwa na gharika. Kwa hivyo kurudi kwa Mwokozi, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Watu watakuwa wakinywa, wengine wakikula, wengine wakinunua, wengine wakiwa kwenye pombe, wengine wakienda katika mahali, wengine wakiwa katika ndoa, wengine wakijenga. Hivyo ndivyo watakavyokutuliwa kama nyakati za Nuhu. Kwa hivyo ni kwako wewe ujiite mkutano, ujiite mkutano, ujiulize siku ya leo parapanda ikilia, siku ya leo parapanda ikilia, nitakuwa mahali gani? Wengine wanaona kama ni ujinga tunanena hapa, ama wengine wanafikiria ni kazi tumekosa. Hatujakosa kazi, lakini kwa sababu ya kuwapenda nyinyi. Maana yule akupendaye akiona dhahabu mahali, anaambiliwa rafiki yake, anamwambia nimeona dhahabu, twende. Kwa hivyo kwa sababu tunawapenda, tumeona dhahabu mahali, tumeona dhahabu mahali, ndiposa tumekuja kuangalia, ndiposa mjitwalie hiyo dhahabu ambayo ndio wokovu. Kwa sababu kusamehewa dhambi, kusamehewa dhambi ni kuzuri kuliko kuwa na dhahabu na fedha, kwa sababu utaurithi uzima, maana utakufa tena.
hautakufa tena. Kwa hivyo heri uokoe maisha yako, kutubu dhambi zako. Na kutubu ni nini? Kutubu ni nini? Kutubu ni kusikia huzuni, ni kuwa na huzuni kwa matendo ambayo unayotenda. Unakuwa na huzuni juu ya matendo yako, unaachana nayo. Unasema ya kwamba hii mambo ninayotenda nitaachana nayo, nitafuata Mwokozi. Kama watu wangekubali kusikia yawe na wamtii na wafuate njia yake, mambo ambayo tunaona kwa macho hatungeyaona. Mambo yetu wangetusikia, hata shetani angepenya, shetani angetuweza. Ana tumetii, ana tumezikirwa na utakatifu. Nayo utakatifu ni nini? Watu wanauliza haki ni nini? Haki inatokana na nini? Maandiko inasema haki inatokana na kusikia na kutii neno la Yawe. Hiyo ndio utakatifu. Utakatifu hutokana na kusikia na kutii neno lake Baba. Hiyo ndiyo haki. Kwa hivyo ukijua unatii maagizo ya Yawe, unajua ya kwamba uko na haki ndani yako. Nayo haki inakuwa kama ua, hiyo inakuzingira. Hakuna roho yoyote ambayo itakuweza, maana ndani yako uko na utakatifu. Tumekuwa tukija hapa tunakwambia utubu dhambi zako, uachane na dhambi ambayo unatenda. Kama utakubali kubadilika, siku ya leo utapita njia ya Mwokozi, utakubali kupumzika, utakubali kupita njia nyembamba, usikubali kupita njia panda, maana njia ni mbili. Kuna njia nyembamba na kuna njia ambayo ni pana. Hii njia pana nyembamba iko na mambo ya kujifinyiria, na mwisho wake iko na asali, iko na nyama, na iko na uzima wa milele. Nayo njia pana haina kujifinyiria. Hii njia pana utakaa vile unataka. Utakuwa ukienda kanisa na unakunywa kidogo. Unaweza kuingia kanisa na uende kwa mizimu. Unaweza ingia kanisa na uwe na wivu kwa jirani yako. Hii njia pana haina kujifinyiria. Unaweza tusiwa na unatusiana. Na mwisho wa njia hii, mwisho wa hii njia pana, maisha yake mwisho wake ni gani? Mwisho wake ni moto wa milele. Kwa hivyo kata kauli, kauli ni lako. Ukubali upite ile njia unataka, lakini ujue mwisho wake mahali itakutokelezea. Ujue mwisho wake mahali itakutokelezea. Tubuni dhambi zenu, tumrudie Yawe naye aturudie. Tunaomba Baba yetu atusaidie, lakini hatutii. Tumepewa mamlaka, tumepewa amri 10, tumwabudu naye atusikie sababu ya utii. Lakini tunataka atusaidie na sisi
sisi hatutaki kutii. Hatutaki tunataka kukaa vile tunataka. Lakini tunamwabudu. Hatufanye magonjwa. Tumwabudu. Atuondolee warogi. Atuondolee maroho machafu. Lakini sisi hatutaki kutii. Hata wewe mtoto wako akikukaidi na akatae kusikia maagizo ya wazazi, aje akuulize usaidizi, unaweza saidia yeye. Mama yake hawezi saidia, hauwezi saidia. Na ndiposa unaona yawe yamenyamaza, sababu ya watu wanataka usaidizi kutoka kwake, wanataka usaidizi kutoka kwa Mwenyezi, lakini hawataki kutii. Wanakaa vile wanataka. Katika Kumbukumbu la Torati 28, Kumbukumbu la Torati 28 inasema, mkinisikia kwa bidii na mnitii, mkisikia kwa bidii na mnitii, nitawabariki na baraka hizi zote katika mashamba yako, katika uzao wako, katika kuondoka kwako na kurudi kwako, katika maongeo yako nitakubariki. Maadui watakuja kwa njia moja. Maadui watakuja kwa umoja, lakini mtatawanya kwa njia 7. Ukimsikia na umtii, atakubariki. Lakini unataka ukienda kwa maombi, unamwambia katika maandiko yake ati maadui watakuja kwa njia moja na utatawanya kwa njia 7, na utaki kutii. Atawezaje kutawanya maadui zako kwa njia 7? Atakuachilia kama vile tumeachiliwa katika nchi yetu. Sisi tumekuwa mikia, tumekuwa watu wa kukopa sababu ya ukaidi wetu. Badala ya kusikia baba yetu na kumtii, Baba watendee mema na wabariki, sababu ya kutegea masikio. Ni vizuri kukubali kubadilika, tuenende katika njia zake, maana anasema yu karibu mlangoni akubariki wewe na akupe uzima wa milele. Tubu dhambi zako wacha kuwa na ugumu kufikiria kwamba unaweza kuja hapa watu wengine wakucheke. Wacha kuwa na haya, wacha kuwa na haya ya kwamba utaitwa wewe umeongoka, utakuwa umejitwalia kitu kizuri. Baba yetu awabariki na awafanyie mema zaidi. Shalom, 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 shalom. Tumefika tamati ya siku ya leo na ujumbe wa siku ya leo. Sabato bado inaendelea na sabato itakuwako milele na milele. Kwa hivyo kama ungekuwa na swali ama uko na swali, ni vizuri uje hapa uulize, utajibiwa kimaandiko. Na kama hakuna swali, Baba yetu yawe awabariki, awatendee mema na awajalie siku ingine kama siku ya leo ambayo tutakongamana mahala hapa kwa desturi yetu kuanzia saa 10 mpaka saa hii. Kwa hivyo tutashukuru
Tumwambie baba yetu ni asante. Kuna watoto wamekaa kuimba hapa. Tunasema stahili. Uliyetukuka kote, sifa zako zimeenea. Tunasema wastahili. Baba wabariki, watendee mema. Kwa hivyo tutashukuru, mwambie baba yetu ni asante. Baba, katika jina takatifu ya Yeshua, tunakuja mbele zako jioni hii ya leo. Tunasema ni asante kwa sababu ya injili ambayo umetuwezesha kunena na kuwajulisha watu wako maisha ambayo shetani amewalemea. Naomba ya kwamba utawajalia watu wako wa Waidaka wapate kupambanukiwa na wapate kujiokoa nafsi zao kwa kukubali injili na kukubali amri zako. Baba, nasema ni asante, tujalie kwa wema wako, tujalie na utunehemeshe katika utakatifu wako, ili tukaweza kuishi maisha ya utakatifu ambayo utatubarikia, tukaweza kuyashinda magonjwa, tukaweza kumshinda yule mwovu shetani na kukusifu wewe kila uchao. Umetuambia kwamba umemweka mwanadamu katika kiti cha sifa awe akikusifu akiwa hapa ulimwenguni. Baba, naomba ya kwamba matendo ya kila mmoja wetu yatakuwa akikufurahisha na utakuwa ukituongoza katika wema wako. Wale ambao wamesikia neno lako jioni hii ya leo, ukaweza kuwajalia ili wapambanukiwe na ukweli na wakate kauli ya kutii. Baba, nasema ni asante, na kwa hayo yote tunashukuru tukisema ya kwamba wewe ndiye muweza wa yote, wewe ni wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Tunakushukuru, tunalitia jina lako, na ni katika jina takatifu ya Yeshua tunaomba na kusema ni asante. Haleluya. Shalom, shalom. Javas. Shalom, shalom. Hiyo ni sema ambayo inatuambia yawe ni yeye peke yake ya kuabudiwa, hakuna mwingine isipokuwa yeye.